Siku ya leo tuko hapa tukiadhimisha kilele cha wiki ya wateja, ambapo tumekuwa na semina na mafunzo kwa ajili ya wateja wetu na kurudika pamoja na wateja. Mafunzo yetu yanalenga zaidi kwenye elimu ya fedha na ukuzaji wa biashara na mtaji. Hii inadhamiria kwa ajili ya kumjenga mteja katika tabia ya ukopaji, lakini pia kufahamu taratibu za fedha na uwekezaji ili kuweza kufanya biashara nzuri endelevu na pia kuweza kukopa kwa tija, mteja asikwame. Lakini pia siku ya leo pia tunaendelea kuitambulisha bidhaa yetu ambayo tumeizindua mwaka huu kwa ajili ya special kwa ajili ya wanawake, bidhaa ya Fahari Malkia ambayo inatoka kwa riba nafuu sana ambayo ni sawa na bure, na tunawahimiza wanawake wote wafike Victoria ili waweze kujipatia mkopo huu ambao ni mahususi kwa wanawake na umelenga zaidi kuwainua wanawake, kwa sababu kumuinua mwanamke au kumwezesha mwanamke umeiwezesha jamii. Jina langu naitwa Hadija Hamisi Mbwana, almaarufu kama Mama Kilunga. Mimi ni mjasiriamali, ni mfanya biashara mdogo. Mimi ni mteja wa Victoria Finance. Ninawashukuru sana kampuni ya Victoria kwa sababu wameniwezesha kwa asilimia kama sio 90, 80. Ninawashukuru sana. Wanatoa mikopo kwa riba nafuu. Wana mkopo wao wa Malkia au mkopo wa niwezeshe kwa mwanamke ambao mimi nimekopeshwa milioni 20. Yaani kwangu mimi ni mkopo nafuu na umeniwezesha kwa kweli. Kwa sababu hiyo pesa nilichukua juu ya kuongezea biashara yangu, lakini vile vile ilinifaa nilienda kuanzisha biashara ya kuku wa mayai na nikafanikiwa. Na sasa kuku wangu wanaendelea vizuri na wamefikia kwenye level ya kutaga. Kwa kweli faida naiona na ninarejesha vizuri. Kwa hiyo wiki hii ya huduma kwa wateja ninaendelea kuwapongeza Victoria Finance Service kwa huduma nzuri wanaotupatia sisi wateja wao. Kwa kweli wanatufaa. Ushauri wangu naomba kina mama, kwa sababu hii benki haitoi mikopo kwa wamama peke yao, lakini hata wababa wanakaribishwa. Lakini ni waombe wa mama wenzangu, tuachane na kausha damu na sasa tuje Victoria Finance Service. Ni huduma nzuri sana. Yaani ukifika huku hutojutia. Kausha damu zimefika mwisho. Hakika Victoria Finance ni mkombozi wa mwanamke. Karibuni wanawake zangu. Kausha damu ni mkopo ambao hauna tija kwangu mimi, lakini hata kwa wafanyabiashara wadogo wenzangu, kwa sababu unalazimishwa ulipe kila siku. Kwa maana hiyo kama umepata faida unalipa vizuri, na kama hujapata faida hauwezi kulipa. Kwa maana hiyo hautolipa kwa weledi. Lakini ukichukua mkopo wa mwezi itakuwezesha kwanza kukupa nguvu na akili ya kuweza kutafuta zaidi, lakini vile vile kupanga bajeti na matumizi, mwisho wa siku utenge rejesho. Kwa majina naitwa Alidi Amani Ndondole. Mimi ni mkazi wa Ifakara. Kwa kweli mimi Victoria Finance nilisikia kwenye redio kwanza. Wanahojiana pale, lakini nikataka kuacha kusikiliza redio ya Budi kwa. Lakini nikaona kama kitu kizuri wanachokiongelea, nikarudi, nitaka nitoke nikarudi. Niliposikiliza nikaona kama kuna tija kwenye Victoria. Basi waliponiambia wapo Morogoro sehemu fulani, mimi kwa sababu ni mfanya biashara huwa nafanya biashara viungo. Huwa nachukua huku napeleka nchi za nje, huwa napeleka Rwanda na Malawi na Burundi na Kampala pia. Nikaona bora nije, kwa sababu niliona wanasema wanakopesha kuanzia milioni 3 mpaka milioni
100 na kuendelea, kama utakuwa mfanyabiashara mzuri, inategemea na ulipaji wako. Nikaona hii ni fursa hii. Kweli nikaja nikatafuta walipo, nikampigia simu kwanza nilipata namba zao kwenye nani walipokuwa wanahojiana, nikampigia simu akasema yeye tupo kweli Morogoro. Kanielekeza walipo, nikaenda. Nilipoenda nikawauliza, nikapendezewa kweli na hii huduma yao. Kiukweli mimi niseme nimefurahishwa sana kwanza na hii Victoria Finance. Japo kuwa mwanzo niliomba milioni 20, lakini baadaye kwa sababu nilikuwa kuna biashara nilikuwa nimeipeleka Malawi. Baadaye hela walivyonitumia nikataka kuacha. Yule afisa alikuwa nimeomba pale mkopo alivyokuwa naendelea kufanya ile, nikamwambia bana, naomba niache kwanza kwa sababu naona ule mkopo naona kama hautakuwa una kazi, kwa sababu tayari hela zangu wameshanitumia tayari. Akamwambia hapana, chukua. Akanishauri nichukue. Lakini baadaye nikaona kweli, kwa sababu hata kama nina fedha nikaona bora nichukue ili nitengenezee jina. Siku nyingine naweza nikakwama, itakuwa vizuri zaidi kwenda kuomba, kwa sababu nikafikiria kwamba kweli unajua muda mwingine sio lazima uwe na shida ya hela ndio uende kwa kope. Unapokuwa una shida ya hela unakuta unapoenda kukopa pengine biashara imeishiwa, pengine umefeli, alafu vigezo vinakuwa vimepungua. Nikaona hapa panapokuwa na hela bora niende nikakope ili nitengeneze CV zangu za kuweza kunisaidia siku nyingine. Kwa hiyo akanambia wewe omba hata kidogo tu yote unayotaka uombe ili utengeneze CV zako. Kweli nikawa nimeambia bana basi nipe milioni 5. Nikawa nimechukua milioni 5. Lakini kwanza nilichofurahi, nimejaribu kufuatilia kulinganisha na benki mengine. Riba yao Victoria ipo 4%. Kwa hiyo nikajaribu kuangalia, nikaona na 4%, ukiangalia watu wanakopa kwenye vikopa kwenye mabenki mengine, nikaona kidogo huku nikaona kupo vizuri zaidi. Japo kuwa sasa hivi nina fikra sasa nikishamaliza na nitaomba angalau waniongeze mkopo zaidi, kwa sababu nimeona faida yake, japo kwa nilitaka kuacha. Baadaye nikaona kumbe huku kuzuri sana. Kwa majina naitwa Raston Mwakifuna, ni msimamizi wa Victoria Finance hapa Morogoro mjini. Ofisi zetu hapa Morogoro mjini zinapatikana mtaa Masika, barabara Konga. Lakini pia endapo kuhitaji huduma zetu hizi za mikopo, maanisha mikopo aina yote, mikopo ya kina mama kama ya Fahari Marikia, Inuka Marikia, lakini pia mikopo ya biashara kama ambavyo mwenyeji wangu ametoka kuongea, unaweza kukaja ofisini tukaweza kuhudumia. Usite pia kutupigia simu. Namba zetu ni hizi zifuatazo: 0689558844 au 0710411126. Tarudia tena namba za simu: 0689558844 au 0710411126. Karibuni sana Victoria Finance, uweze kupatia huduma za mikopo ya aina mbalimbali. Hasa sasa hivi mwaka huu tumelenga wakina mama, wafugaji wa kuku, wafanyabiashara, wakulima, wajasiriamali, wote mnakaribishwa kuja Victoria Finance. Sambamba na hivyo pia tunatoa mikopo ya mashine, tunaita karadha. Kama una mashine, unataka mashine ya kusaga, mashine ya kuchakata nafaka, wote tunakopesha Victoria Finance. Lakini pia tunatoa mikopo ya ada, iwe ni kwa mwanafunzi, iwe ni mikopo ya ada kwenye upande wa shule hizo sekondari, labda nataka kufanya miundombinu kwa ajili ya kununua magari, kukarabati shule. Victoria Finance tupo tunakuhudumia. Riba zetu zimetofautiana. Kuna mikopo ya biashara, riba ni 4%. Mikopo ya wanawake wajasiriamali ambao wanafanya biashara kuongeza thamani kwenye biashara za mazao, au tunaita Fahari Marikia, riba yao ni 1.7% kwa mwezi, sawa na 21% kwa mwaka. Riba ni nafuu zaidi, upate sehemu nyingine yote. Lakini pia mikopo yetu ya biashara tunaanzia milioni 3 mpaka milioni 100. Mikopo ya ufugaji wa kuku unapata kuanzia milioni 1 mpaka milioni 50, nategemea na idadi ya kuku uliokuwa nao. Karibuni sana Victoria Finance. Victoria Finance inakupa zaidi. Kwa nini mtu aache kwenda kwingine aje Victoria? Asante sana. Swali zuri sana ndugu mwandishi. Mtu aache kwenda sehemu nyingine aje Victoria Finance kwa sababu kwanza mikopo yetu inatolewa kwa wepesi na kwa haraka zaidi. Tukimaliza kila kitu, process zote, umekuja ofisini tukakupa document za kusaini, ukasaini, ni ndani ya siku 3 tu unapewa mkopo wako.
Sawa, lakini kingine pia kitu ambacho kitukufanya waache kwenda sehemu zingine na kuja Victoria Finance ni kwamba tuna riba za asilimia chache zaidi au asilimia nafuu, kuanzia 1.7 kwa mwezi mpaka 3.5 kwa mwezi. Kuna mikopo ya 4% kwa mwezi. Ni riba nafiki na marejesho yetu si ni kila mwezi. Tunarejesha kwa kila mwezi.